Uhuru ni kamili habari. Wikendi ya pili ya Juni 2026 dunia. Je, ni tafakari gani za hivi karibuni nilizonazo kuhusu mambo yanayoendelea? Hivi karibuni sijasikia wala kuona mengi kuhusu vita kati ya Marekani, Israeli na Iran, isipokuwa kwamba gharama za mafuta ya kisukuku, nishati na bidhaa nyingine muhimu zimeongezeka sana au huenda zikaongezeka hivi karibuni ikilinganishwa na kabla ya vita hivyo. Nadhani hili lilikuwa mojawapo ya malengo yao makuu tangu mwanzo wa vita hivyo. Kuwafanya watu wawe maskini zaidi, dhaifu zaidi, wategemee wengine zaidi na wawe rahisi kudhibiti. Hebu tuwaonyeshe ladha ya kinyume chake. Hebu tuwe huru zaidi, wenye nguvu zaidi, wenye uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto na tupunguze utegemezi wetu kwa mfumo wanaouona kama wa kunyonya wengine. Wakati huo huo wanaendelea kusema mambo yasiyo ya kweli kuhusu uchumi hadi watakaposhindwa kufanya hivyo, nadhani. Nyakati za kusisimua na zenye hatari. Pia tusisahau kuhusu huduma ya kijeshi ya lazima nchini Ujerumani. Vita vya tatu vya dunia vinaonekana kuwa jambo zito kwa Ulaya. Wapinzani bandia wa upinzani bandia, kwa amri ya mabwana wao wa tabaka la juu, wameifanya huduma ya kijeshi kuwa ya lazima nchini Ujerumani. Huenda vita vya tatu vya dunia vikawa hatua yao ya mwisho katika mfumo wao wa kifedha wanaouona kama mpango wa Ponzi unaodorora. Hebu tuwalinde watoto wetu. Kuhusu mfumo huo wanaoita wa Ponzi, inaonekana bei za mali zinatatizika kuendana na mfumuko wa bei katika maisha ya kila siku, huku wakiendelea kusema mambo yasiyo ya kweli kuhusu hali ya mfumo wa uchumi, serikali na fedha ambao wanauona kuwa umejaa ufisadi, matumizi mabaya, usio na tija, unaowafanya watu kuwa maskini zaidi na unaozidi kuwa mbaya. Viwango vya riba vya hati fungani vinatatizika kubaki chini vya kutosha kuhimili kiwango kikubwa cha madeni yasiyo endelevu na yasiyo na tija duniani. Je, uchapishaji mkubwa zaidi wa fedha kuwahi kutokea uko karibu? Fungeni mikanda yenu. Pia tusisahau kile wanachokiita ajenda ya kupunguza idadi ya watu. Daktari bingwa wa saratani Angus Dalgleish amesema kuna angalau njia 12 ambazo inaweza kuingia kwenye DNA na kuamsha jeni zinazohusishwa na saratani. Hakuna njia ya kudhibiti teknolojia hii, nae matumizi yake katika chanjo za baadaye yanapaswa kupigwa marufuku, na chanjo za COVID zinapaswa kusitishwa sasa. Pia tusisahau kile wanachokiita ajenda ya kuendelea kuwapa watu sumu kupitia mfumo wa chakula. Bunge la Ulaya linatarajiwa kupiga kura kuhusu sheria mpya itakayoweka mfumo wa makundi mawili kwa bidhaa za GMO chini ya INTS, New Genomic Technicus, ambapo bidhaa za mwisho za mtu mmoja hazitahitaji tena kuwekwa alama za lazima zinazoonyesha kuwa ni GMO, kwa kuwa alama hizo zinaweza kuonekana kwa mtazamo hasi na kusababisha kukubalika kidogo na watumiaji. Paka Small